Wana asante sana kwa kuendelea kuchagua DTV Zone. Sasa kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Asante, na moja kwa moja tuendelee kuangazia taarifa za kimichezo ambazo zinazidi kuchukua nafasi kwa kubwa zaidi ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, huko mtaani mashabiki wa Young Africans wanaendelea kuchekea tumboni mara baada ya watani wao Simba Sports Club kushindwa kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, tofauti na ile kauli mbiu yao ya hii tunabeba. Simba ililazimishwa sare ya 1-1 nyumbani na RS Berkane ya Morocco mara baada ya awali kupoteza ugenini kwa bao 2-0 katika mchezo wa finali ya mchuano hiyo, finali ya kwanza yani. Lakini licha ya kukosa taji hilo lilikuwa limetemwa mapema na waliokuwa watetezi Zamalek ya Misri, ila kuna kitu imewapiga bao Young Africans. Ndiyo, kitendo cha Simba kufika hadi finali kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu na kukosa taji mbele ya RS Berkane ya Morocco kimefanya timu hiyo kufikisha point 48 ikishika nafasi ya 5 kwa viwango vya bora barani Afrika yani CAF, huku Young Africans ikiwa ya 11 katika viwango vya CAF barani Afrika. Simba ilifika hadi finali kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu baada ya kusota kwa miaka 32 tangu mara ya mwisho ilipocheza mwaka 1993 na kulikosa kombe hilo tena, ubingwa ambao ulichukuliwa hapa nyumbani kwa jumla kuchapa bao 3-1 dhidi ya RS Berkane. Viwango hivyo ni kwa jumla miaka 5 ya michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kikosi hicho kimekusanya pointi hizo nyuma ya mabingwa wa kihistoria National Al, lakini pia inayoongoza kwa kukusanya pointi 78. Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini yenyewe ilikosa pia taji ya ligi ya mabingwa msimu mara baada ya kuchapwa na Pyramids ya kule nchini Misri kwa jumla mabao 3-2 na kushika nafasi ya pili yenye pointi 62 ikifuatiwa na Tunis ya kule nchini Tunisia yenyewe ikiwa na pointi 57. Mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika RS Berkane inashika nafasi ya 4 kwa pointi 52 ikifuatiwa na Simba yenye pointi 48, huku Pyramids ambao wao ni mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika ikiwa na pointi 47, Zamalek ya Misri ikiwa na pointi 42, wakati Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco ikiwa na pointi 39. Wote tunatambua ubora ama namna ambavyo CAF wamekuwa wakipandisha viwango vya vilabu mbalimbali. Hii ni kutokana na namna ambavyo nyie mnakuwa mnafanya vizuri kwenye michuano mbalimbali ya CAF ndani ya miaka 5, na ndio maana tunaona Simba ndani ya miaka hiyo 5 pamoja na kuwa ameshiriki mara kwa mara kwenye michuano ya CAF na kufika katika hatua mbalimbali, anakuwa anajikusanyia pointi nyingi zaidi. Sasa hivi nazungumzia timu tishio, timu namba 5 kwa ubora barani Afrika, maana yake si kitu kidogo. Unazungumzia timu ambayo ina uwezo wa compete sehemu yote na ikapata matokeo. Kuwa kwenye top 10 ya timu bora barani Afrika ni message kubwa sana ambayo inaituma kwa wapinzani wako, na ndio maana unaona kadri ambavyo siku zinakwenda Simba ni moja kati ya timu giant sana kwenye upande wa soka Afrika, kwa sababu mtu kwanza ataangalia kwenye rank ya CAF unakwenda kukutana na timu ina gani. Kwa hiyo ni moja kati ya advantage ambayo Simba ameitengeneza ama wamestahili kuitengeneza hapo walipo. Yani mtu kwanza unaweza kumogopesha tu kwa nafasi ya ubora uliopo kwenye upande wa ranks za CAF, maana yake hata mpinzani wako anajua anakwenda kupambana na mtu ambaye yupo kwenye top 5. Kunaenda kupambana na mtu ambaye yupo kwenye top 5, maana yake huyo mtu amejiandaa kweli in terms of kwenye upande wa uwekezaji anaweza kaa vizuri, though anaweza asifikie na timu nyingine kwa sababu tu ya aina, labda unaweza kukuta timu ipo namba 9 lakini haina uwekezaji wake na uwekezaji wa timu ya Simba ukawa tofauti. Kwa nini? Kwanza ni kwa sababu ya aina ya ligi na soka husika inavyokuwa inachezeka, lakini pia unakuja kuona ni kwa namna gani tu ambavyo labda timu inakuwa inatengeneza, naweza nikasema klabu inakuwa inatengeneza timu ya muda mrefu kuja kuwapa matokeo. Kwa hiyo hawahitaji kuwa na wachezaji wenye gharama kubwa kutokana na aina ya malengo ambayo wanakuwa wamejiwekea katika msimu husika. Though Simba mimi naweza nikaelewa kwa nini wamefika katika hiyo aina project ambayo wameianzisha msimu huu, unaona kabisa ikiwalipa kwa kiwango kikubwa, ndio maana unaona tafsiri mbalimbali ama falsafa mbalimbali za mwalimu zinaendelea kuwalipa kwa kile ambacho yeye anahitaji ndani ya msimu mzima. Kwa hiyo
ni moja kati ya kitu ambacho Young Africans kwao inakuwa tofauti, kwa sababu malengo ambayo kwa ameandaa msimu wa 2024-2025 kwenye michuano ya CAF yamekataa kwa kuwa ama kutokana na wao kuishia katika hatua ya makundi. Lakini kwao kuishia katika hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika ni message tosha kwamba kuna kitu ambacho wanatakiwa kufanya kuelekea katika msimu unaofuatia, msimu wa 25-26 kwenye upande wa michuano ya CAF. Asante sana kwa kuendelea kuchagua DTV Zone. Usisahau kusubscribe, like pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo.